kabla ya kufungua kipindi au kuendelea na kipindi, tunatoa pole kwenye familia ya mwanamuziki nguli, mwanamichezo nguli Bwana Peter Manyika. Amefariki leo asubuhi katika hospitali ya Monica. Huyu alikuwa kipa wa Yanga pamoja na golikipa wa timu ya taifa, pia ni kocha wa makipa wa Yanga alikuwepo. Kwa hiyo tunatoa pole kwenye familia ya nguli wa mchezo Bwana Peter Manyika. Bwana ametoa, Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Nipo na mzee Saidi. Nimeletea kitonge mechi za jana zilizochezwa wakati ya Singida dhidi ya Otoho, Zanzibar wa pale Zanzibar, na pale jijini Kenya kati ya Azam FC dhidi ya Nairobi. Azam akitoka na ushindi wa goli 2-1 akitanguliwa na akarudisha Mr. Kitambara na ikaongezwa tena mwamba Mr. Imidi Mau. Golikipa alivyopiga Imidi Mau, golikipa limemgonga kwa nyuma, chuma kimeongezeka. Nini ataongelea? Kwanza tumsikilize, hususan ataanza kwa kutoa pole kwa nguli wa mchezo. Ana historia yake fupi kidogo, tuisikilize. Habari mzee Said? Salamu hali yako bwana? Safi bwana, shikamoo. Marhaba. Mambo yanasemaje? Mambo kama yalivyopangwa. Kwanza leo kiunyonge kabisa, ni kitu ambacho ni mtu wenye historia kubwa bwana. Jamaa yangu Mr. Peter Manyika. Jamaa yangu tushakutana Singida. Ndio. Kacheza mto Singida yule. Alianza mto Singida kabla hajaja Yanga. Sio kabla hajaja Yanga, kabla hajaenda Mtibwa. Kabla hajaenda alipotoka Singida akaenda Mtibwa, alipotoka Mtibwa ndo akachukuliwa na Yanga. Kwa hiyo mimi nilikutana na yeye anacheza mto, ndo anapandisha mto. Anapandisha mto. Sisi tulikuwa tunacheza ajipu pale. Kwa hiyo kwenye ligi ya mkoa tulishawahi kukutana yeye akiwa kama golikipa. Siku nyingi sana yani. Siku nyingi. Mrefu. Muda. Nakumbuka na unakumbuka historia. Mimi mwenyewe ulivyoniambia nimeshtuka mpaka nimejisikia huzuni. Bwana, taarifa asubuhi saa 11 alfajiri ya leo. Peter Manyika, Peter Manyika amefariki. Ana mwanae Manyika yule alishawahi kuwa golikipa na yeye wa Simba. Alikuwa anajiita Junior Manyika. Alishaanza kuchukua urithi wa baba. Ila sifa zilimjaa yule mtoto. Kwa hiyo hakuwa kama babake. Unajua watoto wa sasa hivi sio sawa na sisi tulivyokuwa. Tunafeli na sifa. Nikianza kusifiwa tu naona tayari mimi nimeshakuwa star. Mimi na mwanangu anapenda sana sifa, afu mimi simpendagi anielewe. Wenzio siku moja siku moja wenzio mimi napita sijawaona. Kumbe wao wapo Kigamboni. Akaambia mimi baba yangu yule anaenda. Weka kuona hapa babako. Mimi kumbe sijamuona. Yule ana macho ya kiutuzima. Ananiambia bwana, anamwambia wewe sio baba yako yule. Wewe unajikweza sio baba yako. Mbona akakupita hapa hata kukusalimia haja kusalimia na akakuangalia. Hakujui. Sasa mimi maneno yao kuniambia mimi alimwambia mama yake. Mama yake nilivyokuja ni unajua wanawake akanipa shulba pale kidogo. Wewe mtoto kakuona, umemuona afu hujamsalimia, umemchunia. Una roho mbaya, sijui nini na nini, maneno kibao. Kwanza nikamwambia ndo kwanza wewe unaniambia. Mimi sifahamu. Mimi sijui. Namba 9 mzuri sana. Sasa Said kumpa anajua kwa nini? Nilimwambia ukishindana na jiwe wewe ni nazi tu. Wallahi nilimwambia. Kwa hiyo mwanao anashindana na jiwe. Anashindana na jiwe ikiwa yeye nazi. Baada ya kutulia anataka kuwataka wewe zaidi kuliko. Nisingekosa msaada wa kumsaidia yeye. Sana. Ndio Said anajulikana. Umenielewa? Nisingekosa msaada wa kumsaidia yeye. Sababu simekuza mwenyewe. Tena pale mimi ningepiga hodi tu. Bwana hodi humu ndani bwana, naombeni mnisaidie kitu fulani. Sitaki tu mimi mwenyewe kukaa na nini wewe mara huku shida za kwangu mimi, njaa ya kwangu mimi. Umenielewa sijui? Ndio. Nimesikitika sana mshikaji wangu kufariki. Ndio bwana. Mbele yeye sisi nyuma. Tunafuata. Wote Waislamu wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbele yeye nyuma, sisi nyuma. Na Wakristo wanasema Bwana katoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe milele na milele. Kwa hiyo Bwana Manyika mbele yeye si tuko nyuma. Kama mimi natembea na jina la marehemu. Sasa hivi mimi natembea na jina kabisa marehemu. Tarajiwa. Sasa muda umeshaisha shekhe. Muda umeshaisha. Usiseme bado. Bwana, kuzaliwa ni lazima. Kuishi bahati.
kufa ni lazima ufe. Vitu vile vipo. Kuzaliwa lazima uzaliwe. Kwa sababu tayari mimba imeshatunga. Aidha utakufa mule tumboni, aidha utatoka utakufa. Lakini umezaliwa lazima. Ndio. Umeshaiona dunia. Ijapokuwa umekufa. Sawa, sijui unanielewa? Hiyo kama umekufia ndani, dunia hujaiona. Lakini utazaliwa hata kwa mkasi utatoka. Utatoka. Ila ukizaliwa uko hai. Uko hai utalia, lakini dunia umeiona. Na watu wanasema kule kulia kuonekana uzima wa mtoto. Hamna, analia machungu ya duniani. Anakuja kuyaona, unaona? Kama ya kuyaona kama sisi watu wa Simba tunayoyaona saizi machungu. Ungekuwa mtoto saizi unalia ovyo tu. Utapita. Utapita wapi? 9. Kwa hiyo wewe bwana wewe. Mimi nimeshakwambia yani Simba akichukua pointi 9, haki ya Mungu. Baba. Njoo niletee, usilete tena kitonge. Yaani wewe ukisikia tu filimbi Simba na pointi 9, kaenda. Sikufuate. Wala hata usihangaiki. Mzee Saidi, tuanze na hili. Najua wanafamilia wameshapata na wanachapesa pia. Hiyo ndio habari tulikuwa tumeweza kuwaletea kwanza asubuhi kabla ya kipindi kuwa nguli wa mchezo Peter Manyika amefariki dunia. Taarifa zaidi tutaendelea kufuatilia katika vyombo vya habari, kitakachojili wapi anazikwa tutajulishana hapo baadaye. Tuje hapa Mzee Saidi. Ndio. Tuanze na Azam FC wanaramba. Jana Nyayo Stadium wamepata ushindi wa goli mbili. Amepata ushindi wa kwanza, anapata pointi 3. Na goli likifungwa na Kitambara pamoja na Imidi. Na angeshindwa hata kufunga ile kupata pointi 3. Ingekuwa nasikitisha sana. Pointi 3 ukosa. Ili jadwali lililotengenezwa wa kwanza nani? Yanga. Kwanza Yanga na pointi 4. Wa pili Singida na pointi 4. Wa tatu Azam na pointi 3. Wa 4 Simba bin 0. Na hajawahi kutokea. Hajawahi tokea, ndio historia nataka kuvunjwa sasa. Ikiwa misimu zaidi ya mara 8 naona kwenye shirikisho na klabu bingwa wameshiriki kwa robo finali na mkoa kufungwa mechi 3 mfululizo. Ila hii sielewi Mzee Saidi. Sasa si uongozi shekhe. Uongozi hawajatengeneza timu. Hivi leo hii unataka kuniambia yule golikipa yule. Sari. Akikaa vizuri yule sijui. Bana labda ngoja mimi ninyamaze. Zaka za kazi anakwambia wao waliowaombea mabaya. Mungu dua lao halijapokelewa. Wameenda kuiheshimisha taifa na bendera kule imeenda kupotea. Sikiliza naye Zaka za kazi asipende sana kuongea akajiona kama yeye ndo kafanikiwa. Si tulikuwa tunawahimiza, shida yenu nini? Mnakwama wapi? Hawashukuru kafu hawaja hapa Warabu. Wote kafu nini za Azamu, Simba, wote wajapewa Warabu. Wote wasingekuepo. Wewe vipi bwana wewe? Simba, Azam, Simba, hata huyo Singida mwenyewe. Timu gani niambie iliyokutana na Mwarabu safari huko walikokuwa wanatokea? Kwa nini wale experience sio Arabu wale? Au wamekuja kupangwa kwenye makundi huko? Ingeanzia huko kwenye mzunguko. Sasa kwenye mzunguko huko Mwarabu anakugonga nje ndani. Sasa wewe unapata wapi nafasi? Kwa hiyo Zaka kazi asijipe sifa sasa. Wasijitutumue sana. Na ndio maana mimi hata kuwapongezaga sitakagi kwa sababu ya kujisifu bila sababu za msingi. Unacheza na nani? Nairobi. Kenya. Wale si sawa na sisi tu wale. Kwanza si wenyewe kifutubo tumewazidi wale. Mniletee Mkenya hapa umuulize. Ataisifia ligi ya kwao kwa sababu inaonekana ina muendelezo. Ligi ya kwetu sasa hivi haina muendelezo, na ndio maana hata sisi wasemaji au sisi wachambuzi au sisi waongelea mpira hatuna vikolombwezo kwa sababu ligi kila wakati inasimama. Mmetoka hapa mmesimama miezi 2 3, mmetoka hapa vituko vinapatikana wapi? Hakuna. Lakini wenzetu Kenya kila siku wanatuanga ligi. Wale pale South Africa wangeenda nao ingesimamishwa. Sawa. Kwa hiyo wale wasijisifu sana Azam kumfunga yule Nairobi United, wale watu wenyewe kwenye ligi wangapi? Ndio hao wanaenda kumfunga Simba, wanakaa wanatembea wanajisifu. Haya, ngoja basi tuwapongeze. Mmepeperusha bendera vizuri. Si ndio mnachokitaka? Kinachohitajika ni sahihi kwa sababu wanazungumza hivi. Wewe ulitegemea kuwa ukienda kule experience Tunisia utamkanda kwa sababu mimi sikutegemea. Na ulienda na matumaini hayo. Mimi sikwenda na matumaini hayo. Na nimeshasema Simba atakipata pointi 1 bahati yake. Tutashangilia sisi hapa. Kama wewe mwanachama amekuja tunashangilia leo pointi 1 tutashindwa kushangilia.
We vipi? Kwa hiyo pointi moja mtakayoshinda, si tunashangilia. Ikiwa kama chama tu kafika si watu tumechanganyikiwa. Huyo mwalimu kaingia hata pasi moja hajapewa. Sasa taarifa ya Azam una Singida umesikia walivyowaambieni? Wameambia wachezaji waliowagaia wanahitaji mfanye vizuri kimataifa, sio muende kwenda kuwalaza au kwenda kufanya vibaya. Hayo masimango. Huyo anaongea Masanza, sio mimi. Si ndio nakwambia hayo masimango. Amewapa wachezaji. Hao wachezaji ndio pia mnahitajika. Hebu Chapesa nisikilize. Fikiria mtu kama yule Masanza. Yule Masanza na Simba kipi kikubwa? Masanza na Simba kipi kikubwa? Masanza Simba. Kwa sababu Simba inazaliwa, Masanza baba yake hajazaliwa. Sio, unanielewa? Kwa hiyo Simba ni kubwa kuliko yeye. Kuliko Masanza. Lakini anaisimanga. Kwa nini anaisimanga? Kwa sababu ya uzembe wa viongozi wetu. Haya maneno yote yanatoka kwa sababu ya uzembe wa viongozi wetu. Sisi tunatukanwa mabarabarani kwa sababu ya viongozi wetu, tunaambiwa tunagawa utamu. Si matusi rasmi sasa hivi. Kwa sababu usikasirike mtu Saidi. Sio usikasirike, mimi sikasiriki. Mimi nawakasirikia viongozi kwa sababu wao ndio wameshindwa kuitengeneza timu. Hakuna mtu mwingine yote. Na ukiona na mtu yote Chapesa anautetea ule uongozi, basi ana sababu zake kwa kwamba yeye kula yake inapitia pale. Wallahi nakuapia kwa jina la Mwenyezi Mungu. Lakini mtu mwenye haswa mwenye mapenzi na timu yake ya Simba hawezi kukubaliana nacho hata siku moja. Na nakwambia sasa hivi tunaongea hawa wajinga wengine wanaongea kwa sababu kina Hamisi Kilomoni sijui wako wapi, kina Bihindu wako mbele za Mungu. Kulikuwa kuna watu wana timu yao babu. Uongei maneno mawili wewe umeshageuka. Unageuka vipi? Si unageuka jiwe tu babu. Watu walikuwa wanakawiza babu. Sasa unageuza jiwe kwa hasira. Sasa kumbe we nani unatuletea vitu kama hivi? Lakini wewe si ushabiki. Sio ushabiki. Mwanachama unastahili uweze kuongea maoni yako, utoe maoni kulingana. Sasa kama unatoa maoni unakamatwa unawekwa lock up, kuna maoni hapo? Ile ni starehe. Usimkamate mtu kwa sababu kakwambia yana ya kwake anaumia. Wewe uenda unaweza sio unaumia kwa sababu unajua kabisa matokeo haya yanatokea kwa sababu mimi nimefanya hivi. Wewe leo wiki na Azam nao wanatusimanga. Hawasimangi ila wanaongea kulingana na uhalisia. Wewe Azam sasa hivi anamsimanga Simba. Ana pointi 3. Huyo tajiri wa Azam ndio anatoa hela Simba. Si alikuwa anaisaidia Simba huyo? Bosi. Afu nasikia alikuwa ni mwana Simba au bado ni mwana? Sio unasikia. Hakuna mtu anayeweza kugeuka moja kwa moja akawa jiwe binadamu. Wewe akienda ameenda. Lazima mapenzi yake yatakuwepo. Kwani yule jamaa tunayemwambia kwa kwamba wanaomwambia wenzie kwa kwamba ulienda kwa mifuko ya unga wa ngano, anaitwa nani yule mwenye mwili mkubwa yule? Bigi yule si Simba yule. Kaenda kule kupumzisha nafsi tu, lakini yule Simba ikifungwa roho inamuuma. Niitie hapa umuulize au mgongee simu. Timu hivi inavyofanya hivi. Siku tunapiga bato. Simu inavyofanya, Simba inavyofanya hivi. Yule anaumia. Maana nafsi yake inateketea. Hebu ngoja kwanza. Alikamwe yule alimvabua nani? Zaka za kazi. Umemwona Zaka za kazi tena namfuatafuata Alikamwe. Aliyesakata la kusema wewe mimi sio Yanga, mimi Azam. Sasa amemfuata tena. Wakaanza kutoleana zile skafu nini bwana, wewe si ndio wewe? Au sio wewe? Nyie wote mmeenda pale Azam mna timu zenu. Tusidanganyane shekhe. Chakula. Kwa hiyo japokuwa na wapondeni sasa hivi wakubwa, kana mnafanya vibaya. Kumbe yeye naye nafsi yake nauma. Na ndio maana Yanga siku zote akikutana na Azam Yanga anashinda. Si ndio kama hao wenyewe wapo. Ila wewe hivi wewe sasa hivi ukipigiwa simu wewe ndio uko Yanga, Zaka za kazi uko Azam unampigia simu wewe bwana Zaka wewe si Yanga wewe. Bwana mimi nimekuja huku kutafuta riziki. Sasa sisi tunataka tushinde, tuelekeze njia. Yule anaweza kashindwa kutoa njia. Hawezi ile Azam sasa. Wewe nenda bwana wewe, asitoe kwa sababu gani mapenzi. Kwa hiyo mimi ninachokwambia wale sawa wameshinda. Tuwape hongera yao. Na walistahili kushinda. Mule timu hamna. Fei mimi alishaniambia mzee sasa hivi basi hamna timu bwana. Au Azam hakuna timu. Ile Nairobi hamna timu. Hata Azam yenyewe sinaenda kwa upepo tu shekhe. Azam yenyewe inaenda kwa upepo. Minguvu nini? Haya. Lakini mzee Saidi, mfano sasa hivi ukija kuangalia katika timu hizi 3. Azam ana pointi 3. Singida ana pointi 4. Yanga ana pointi 4. Simba peke yake ana pointi 0. Kwa uhalisia wewe unavyoona, wewe ukizungumzia ipi hapo kidogo timu iliyokuwa ipo vizuri? Na yupo timu mbovu.
Timu mbovu si Simba. Yaani katika hizo timu zote ulizozitaja. Sasa natakiwa namaanisha vipi sasa? Usiweze kuikejeli au kuizungumzia kusema Azamu haiko sawa, inajikongoja ikiwa tayari mwenzao kapata pointi 3 wewe umekosa. Wewe kumbe hujanielewa. Sijasema mimi wanajikongoja. Tulichukue kundi la Azamu. Sawa. Simba yupo Azamu na nani? Azamu huyo hapa. Yuko Nairobi, yuko AC Maniema, na Wydad AC Maniema. Sasa tuziangalie hizi timu. Je, zina uwiano na Azamu? Zina uwiano na Azamu? Wydad Azamu alifungwa ngapi? Alifungwa ngapi? Kala gula moja hapa. Sasa ndio kipimo chake. Yaani ukimwona mzuri lazima amsumbue. Simanyema naye kamfunga pia Azamu. Haya, ndio kipimo chake. Azamu kapata kwa Nairobi. Wewe pale kamzidi. Wewe. Timu mbovu. Sasa unazungumzia na wewe. Timu mbovu Simba naizungumzia. Hakuna timu mbovu, yani katika kundi bovu na timu mbovu zote zilizokutana timu 4. Katika kundi lile. Kwa Simba. Timu zote, yani angekuwa Yanga saizi angekuwa kaishamaliza kazi siku nyingi. Angekuwa kaishamaliza kazi. Yaani mimi nakwambia Tanzania katika timu mbovu Simba. Yaani viongozi wa bovu Simba mbovu. Timu mbovu ndio hii. Yaani haina mbele wala nyuma. Uielewi. Inaenda wapi inaishia wapi? Umepewa wachezaji na umeambiwa wachezaji mwatumie ili kwanza hivi wewe paka panafikia hivi wewe hujiulizi Simba kweli wakupewa mchezaji na Singida? Sasa twende taratibu. Angalia. Mchezaji lazima aende Yanga. Akitoka Yanga anaenda Singida. Akitoka Singida anakuja Simba. Tena bure. Hujiulizi shekhe? Bila hela. Hivi hapo hujiulizi? Mchezaji anasema hatumtaki. Hayo hatumtaki. Sijui ni nani watu wa Simba. Anakwenda Yanga Singida. Singida unamsikia kakurupukia Yanga. Akitoka Yanga sasa vimekwama kule. Wanalaa bana si kwa mkopo ni nini wanazuga kule mwaka mmoja. Miezi miwili kaja Simba. Hivi hujiulizi Simba wakumpa Singida wakumpa mchezaji Simba? Kuna nini? Kuna nini hapa? Lazima ujiulize kuna nini? Nisajili mchezaji asajiliwe na Yanga apelekwe kule Singida kwa mkopo atoke kule aje Simba. Yanga kamsajili. Jamani. Kwa hiyo akija huko afanye vizuri kabisa. Yuko wapi bwana si huyo Soa? Soa anafanya nini sasa? Soa amepewa pasi juzi ile. Yeye na goli. Kulikuwa target ya kwanza ile. Yeye na goli. Karuka tikitaka. Tikitaka mbali kabisa mpira limepita kule. Na niliwaambia watu wa Simba wakaniona mimi na mmoja nilikuwa naongea naye sasa. Haiwezekani. Haiwezekani. Tumepata forward mzuri. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo bora hata mngemwacha. Exactly mimi sikatai. Exactly? Mimi sikatai. Mmemwacha mchezaji, mmemchukua Soa. Soa sawa mchezaji. Je, kaletwa na nani? Ndio swala nilikuwa nawauliza wenzangu. Lakini watu walinidharau. Sasa hivi wanasema kila mmoja na gunia kwake. Kumbuka Ateba. Si bora hata ya Ateba. Na mimi nilikwambia hivi, wachezaji wote walioachwa na Simba wote wanafanya vizuri. Wote wamesajiliwa na vilabu. Wewe unaambiwa Mavambo huko shughuli sio ya polepole. Hatari. Lakini Simba unaambiwa kazeeka. Simba unaambiwa hafai, kiwango kimeshuka. Umri umeenda. Lakini kiwango kimeshuka kwa nani? Pigeni hodi kwenye uongozi. Bwana Mungu huyu. Mimi nikwambie. Yaani nikwambie ukweli kutoka moyoni mwangu. Tunausikia Mzee Saidi. Hawa viongozi wa sasa hivi washukuru Mungu mimi sikusoma. Ungesoma? Tungesumbuana nao vibaya mno. Tena mno. Yaani nakuangalia kwa hasira, yani vibaya mno. Sasa niangalia mimi kwa hasira mimi ndo. Si ndio wewe uwapelekea taarifa? Siwapendi hata kuwaona yani kwenye sura yangu. Mungu nakuapia. Nini wanachotufanyia? Hivi wewe mimi nikuulize Simba kweli ya kupewa mchezaji na Singida? Alafu wale Singida ndio wa kwanza kwenda kusema. Taarifa kwa umma inatoka. Taarifa kwa umma tumewapa Simba Sports mchezaji bure. Mungu. Mungu we. Mwekezaji yupo hapa. Sasa mwekezaji si wamemtunia. Pale kuna timu Mangungu, kuna timu Mo. Timu Mo ndio hawa kina nani hapa?
of Simba. Wana wenyewe wanatuna. Mangungu akituna anatuna. Mangungu kaka mpaka hata leo hii akisema chukue kadi nini fomu aingie kwenye kinyang'anyiro anapata kula. Mimi ndo nakupa hiyo. Sasa hivi wote mmesharudi mnaanza kumpa support mzee. Kama wewe mtu anasimama barabarani anakuambia 5 tena. Yaani sasa hivi wewe akikaa hapo sasa hivi Mangungu akasema mimi naenda kugombea. Anaenda kugombea na anachukua uongozi. Mzee Saidi, na tutazidi kuumia kweli kweli. Na haswa naifikiria tarehe 1 mwezi wa 3. Mimi sifikiri kitu kingine chochote, nifungwe na Stade Marini, nifungwe na Engineer Hani, mimi namfikiria Engineer Elsi. Mwenyekiti amesemaje? Mwenyekiti gani? Haijaisha bado mpaka iishe. Mwenyekiti gani? Magoli. Hakuna hata kiongozi mmoja naye muamini pale. Wote wanafiki wale. Hakuna hata mmoja. Haijaisha mpaka iishe. Imeishaisha hii. Hii imeishaisha. Imeisha. Imetoka hiyo baba. Hakuna tena. Sasa mimi ndio nayekwambia mwenye Simba yangu. Mimi Simba nimeanza kuifuatilia na shikwa mkono. Simba Sports ile unaiona. Mimi nimeanza kuishangilia ile. Mimi nashikwa mkono. Bado na kuna kula kwa mafungu. Unajua kula kwa mafungu? Mnakaa wewe sogea kule, wewe kaa kule, wewe sogea huku. Kama kwenye mkutano. Sasa mimi nishavaa jezi zenye nyeupe, nyekundu, nyeupe, nyekundu. Wale kama mstari. Sasa kumbe hiyo jezi alivaa Hassan Afifu. Waulize kama watu wanamjua Hassan Afifu. Wengine wanatoka huko Mbwinje huko wanakuja hapa wanajifanya mimi naijua Simba. Mimi Mbwinje huko Mbwinde huko mapolini huko. Leo wanakuja wao wanajifanya wao wanaijua. Mimi niko polini lakini mimi naifuatilia timu. Na unaifahamu vya kutosha na mzee anakuchukua mnaenda kwenye mechi. Ukatuo Tanzania kuna redio moja, utandawazi hamna huu. Ile ya Mtumbati sijui. Ya Mtumbati 977 hiyo. Nyuma ina mende, dudu pruvu. Kwa Kiingereza, nyumba ina mende. Nyumba au nyumba? Nyuma yake. Nyuma redio. Kuna mende. Kile kidude cha kufungia picha yake mende. Sijajua. Betri unagonga, saa hizi unaangalia muda wa jua tu. Unaenda kuzianika? Unazianika juani zinapata chaji. Zile Panasonic. Sio Panasonic, National battery. Ilikuwa inaitwa National. National battery sio mchezo hiyo. Wako wapi hawa? Tulikuwa na beki anaitwa Mtambulo Mwinyi, wanamjua hawa? Sasa sisi tunaumia. Saidi, katika kundi lenu kuna timu ilionekana ni underdog ambayo ni Stade Marini. Wote kwenye kundi wakasema underdog ni Stade Marini. Sawa. Lakini jana bwana Petro Atletico kakalia chuma hizi 2. Afu ndo anaongoza kundi. Ana pointi 7. Wamejipanga. Sasa je, Simba kweli pointi 9 atazipata kwa muda ule? Anazipata kaka. Tusiomizane vichwa kwa pointi. Zinatoka wapi? Nani anakupa? Labda wachukue kafu wampe Simba tu. Wamwambie nenda bwana. Labda kafu tu wale wakae waseme bwana Simba ni mkubwa, chukueni mwende. Hakuna, mimi nimekwambia hata pointi 1 wakipata sisi kwetu sherehe. Timu unaiangalia tu shehe. Maingizo gani yale walioingiza? Mimi nikikukatalia kitu nakataa kweli. Na ndio maana wananichukia. Mimi sipendi niumie. Kwa nini niumie kwenye starehe shehe? Kwa hiyo mwaka uloba muione. Subutu. Wewe unasema mwaka huu nafasi ya pili labda watuone huruma. Azam na Singida. Kwenye ligi? Sasa Azam na Singida. Singida kesha tufumua. Bado Singida. Azam kwa bado Yanga. Wewe unamfunga Singida. Wewe umeona mpira wa jana wa Singida? Ndio maana Masanza kaongea. Hoyo. Umeona mpira wa jana wewe? Baba. Majamaa anagonga. Matumaini yakupo kabisa nafasi ya pili mzee Saidi. Kaka, mimi natulia na waangalia hawa watu tunaofuatana nao. Unamwanza Yanga, unakuja nani? Azamu, unamfuata Singida, unakuja kwa Simba. Kwa hiyo hata TRA mnaweza nayo. Hao TRA wenyewe sio. Wewe subiri, tunarudi kwenye ligi. Wewe subiri, tunarudi kwenye ligi. Tutakuja kuambizana. Hapa kati na siku kutakuwa kuna mechi. Wanamsema yule mchezaji namba 29 mzuri. Wewe. Sijui ndio wewe, sijui basi sijui nani. Mimi sikumuona kwa kweli. 29 ndio sio alikuwa anapiga winga kule pembeni. Anapiga winga hao nani wenyewe hao DCF experience sijui nao walikuwa wamejichoka. Mimi nakwambia yule kundi ndio maana yule mtu mlikuwa mnamdharau ndio anaongoza kundi sasa hivi. Na hilo ilikuwa inatumika historia ya nyuma sana zamani kuonekana Stade Marini ilikuwa inafanya vizuri na hata historia. Ule magoli anaongea slogan ya Simba hatoki mtu kwa Mkapa. Kwa Mkapa sio uongozi huu.
Ule ulikuwa uongozi wa mpira, uongozi wa matokeo. Lakini kwa wageni hamasa ameongea hivyo kwa sababu wana Simba mashabiki matokeo muende uwanjani. Twende uwanjani, si wanazitengua kauli za msemaji wao. Msemaji wao kasema tusiende uwanjani wenye roho za karatasi. Sasa wenye roho za karatasi tuko wangapi anawajua? Je, kama ni timu nzima? Ndio maana unamwona sasa magoli anaturudisha. Ili mushinde slogan ya Simba, twendeni huku uwanjani. Sasa tukatafute nini? Mkashabikie. Twende tukaone tunavyofungwa pale pale. Jaza uwanja pale mnashinda. Lile jamaa siku ile limetufunga afu linaenda kushangilia mbele ya watu kule kwenye kibendera. Ile Diara. Sasa kumbe ile siku tunacheza na nani? Petro. Na Petro. Afu jamaa lile lilivyotufunga lilivyokuja kupewa kitonge linasemaje? Mimi nilikuwa nashangaa watu wanasema timu kubwa. Timu gani hii timu hii? Kwa ushindi wale goli moja tu aliyoshinda. Tena aliongea maneno ya ovyo kweli kweli yani. Kwenye kipindi cha michezo. Anawadharau. Ila mtarudiana kwa mara ya pili kwake. Sasa kwake wewe pointi 9 mnawezekano mnajipata. Wewe kwake unapona. Pointi 9 mnazipata, sasa pointi 9 mnazipata. Hivi unakumbuka wale nini wale? Petro Atletico. Sio Petro Atletico. Wale tulikomchukua nani? Tulikomchukua nani huyu mtoto huyu? Huyu mchezaji huyu Mixon. Wanaitwaje wale ile timu ya kule? Ya Disongo. Disongo. Tulienda kule tulifanyaje? Tulidraw. Tulivyokuja hapa sio walitung'oa kwenye mashindano. Unaangalia chini. Kwa kule na matumaini tena. Unaangalia chini. Sasa ni mpira. Mwenyekiti kasema ule ni mpira. Kwanza kuna vitu ulikuwa unataka uniambie, sijui ni vitu gani tumeshachelewa vya msingi tuambie watu. Nenda kuniambilia mambo yako eti pointi 9. Pointi 9. Kwa slogan ya mwenyekiti uitake kwa. Wala sitaki hata kuisikia. Wala kuisikia. Wewe kama shemeji yangu ananiambia toa bwana huko si tuangalie nani? Kombolela. Kombolela. Sasa lakini kwa uchungu wa nafsi timu mimi niko Mkurudi. Kirudi unakuta watu wanalukaluka. Kaingia Chama yule na Simba wamevaa makoti utafikiri wanaenda sayari ya kwa Mwenyezi Mungu. Kamkumbatia Chama, unamkumbatia Chama nini? Lakini anasema na nukuu tena kocha kauli yake kuwa wachezaji aliowasajili kwa mchezo walioucheza juzi inaonekana kama watarudia mechi mbili kikosi kitakaa kwenye njia. Hebu nisikilize. Wana Simba msubiri matokeo mazuri. Subiri. Mwenye timu ni nani? Kocha na mwenyekiti. Kocha mwenye timu ni kocha na benchi lake la ufundi. Na viongozi. Alafu ile ni kazi yake. Lazima itetee. Kazi yake ile lazima itetee. Lazima uitengenezee mazingira ya kuitetea kazi yako. Kuwa jamani nisubirieni. Wataelewana, nimewachukua bado wageni. Sasa tusubiri. Na namba mabingwa tumetoka. Matumaini wa kwanza Chama na Kibabage kwa alivyofanya hivyo. Sawa. Alivyotengeneza zile hivi kweli kama angekuwa anafaa Yanga wangemwacha Kibabage. Sasa waregea ndugu. Kama angekuwa wanafaa Singida wangemtoa bure. Acha bwana wewe. Mpaka leo, hebu nikuulize, mpaka leo Kibwana yuko wapi? Yuko Yanga. Anacheza? Yupo anacheza fona? Anakaa. Kwa nini hawamwachi Yanga? Bado ana ubora nice. Bado? Ana ubora. Kibabage kwa nini walimuondoa? Twende haki lillahi. Kwa nini Kibabage walimuondoa? Ina maana hana ubora. Ameenda Singida hana ubora. Ukishazidiwa na mwenzio huna ubora. Na ndio maana Mohamed Hussein ukati yuko Simba kila aliyokuwa anakuja anaondoka kwa sababu ya spirit alionayo Mohamed Hussein. Bora wake Mohamed Hussein. Kila kocha anayekuja anaona hata mimi naondoka na huyu. Mwamba anaweza. Kila bana hapa palikuwa pana mchezaji mmoja mfupi anaitwa George Masatu Magere. George Masatu Magere. Ilikuwa beki ya katikati. Umenielewa sijui? Kuna kocha mmoja alikuja akamtoa akampeleka pembeni. Kocha wa Simba huyo. Akamtoa katikati akamweka pembeni. Simba akafungwa goli hili moja. Kwenye ligi ya Tanzania wakaja wakamwambia wewe unamtoaje? Huyu unamtoaje katikati? Hebu msukume katikati mechi moja uone. Hakurudia tena kumtoa. Pale alikuwa anasimama yeye anamsimama na Mustafa Hoza. Acha bwana wewe. Wengine wanaongea tu wanakuja huko kutoka Mbwinde huko juzi hapa wanakuja kusumbua watu. Si tumeanza kuifuatilia timu si muda mrefu. Si tuliwahi kufungwa hapa na Thomas Kipese. Goli la kwanza kafunga Thomas Kipese, magoli mawili yote kafunga Mohamed Hussein. Unamjua Mohamed Hussein? Usinaona nilijua utasema hivyo, si amwajui.
Mohamed Hussein Machinga. Machinga kutoka nani? Alikuwa hapo pale anacheza namba 9. Huyo akiondoka bila kuwafunga Simba kwa siku hiyo halali. Yeye alikuwa anacheza timu gani? Anacheza Yanga na ndio forward anayeongoza kwa kuifunga Simba wa Yanga. Mohamed Hussein Machinga. Hizo agenda hizo mzee Said. Nimeona siku moja na ungeweza kazeeka. Wewe acha wewe, Simba hilo ndio nimeambiwa naambiwa Simba mazee matupu. Yanga yenyewe na watoto wadogo. Yanga waliendaga Morogoro walikufa na reli, Simba walienda walikufa na reli. Unajua reli ilipewa nini? Reli sogeza vigogo. Yaani vigogo wote wamekufa. Walikufa na reli vipi sasa? Sio wamefungwa. Timu ya reli. Timu ya reli. Kuna mtu alikuwa anaitwa Gaspol Pindo, huyo kichwa kimepinda. Na jina lake Gaspol Pindo. Muweke kwenye fullback hiyo. Gaspol Pindo. Kumwafumua huko. Huko nyuma kuna Msumali. Goalkeeper Asmani Msumali. Kama Rushain Dilo. Fullback huku kuna marehemu Abdalla Mkali. Wewe. Baadhi ya mashabiki wanakuambia Mohamed Hussein bwana, tumalize na hili. Nani Shomari Kapombe? Umri umeenda. Kawaida. Wamtafute, wamweke mtu, wamruhusu aondoke akatafute riziki sehemu nyingine. Kesho tunamkumbuka. Hakuna mchezaji mshabiki yoyote wa Simba asiyemtaka Mohamed Hussein arudi pale. Wote wanamhitaji. Na huyu akikwambia mimi simuhitaji, muongo, lakini kwenye nafsi anavuta, anasema aje. Kama wewe unavyoona watu wameshangilia kurudi kwa Chama. Siku Mohamed Hussein hata mwaka huu ligi hii inaisha, aseme mimi nimetangaza narudi kwetu Simba, watu watafanya sherehe. Hawamruhusu, si kawaida yao kuruhusu, ndio tupoteze kabisa. Neno lako la mwisho mzee Said? Niongee nini mimi? Timu yako ya Simba Sports Club. Waondoke tu viongozi. Waiache ile timu. Kama kweli hawapati chochote kwenye ile timu watoke. Waiache timu. Pale ilipoishia timu waiachie pale. Watazidi kuipromosha timu. Wameshindwa kabisa kujipanga. Kama wana maugomvi, kama wana nini, watoke, waiache timu ile. Ikae hivyo. Waje watu waisimamie kwa muda. Ikiwa na mpaka katiba tuitengeneze. We katiba inaenda kukataa wazee, hiyo katiba hii. Katiba inakataa wazee? Kuna kifungu kinakataa wazee. Sasa unasema timu Simba bila wazee haiwezi kufanya vizuri. Kijiji chochote bila wazee ondoka. Kijiji tu hicho. Lazima kuna kabineti ya wazee ambayo inakuja kutengeneza usuluhisho na kuweka mipango ya. Wewe huyo engineer si anafanikiwa na wafuata wazee mpaka leo. Yule mzee wake mzee nani? Amfuate Magoma akamtafute nini? Sio Magoma. Yule mzee Mpili. Hata mzee Mpili mwenye juzi nimemwona kiwanjani kachoka. Kazeeka nikajua babu yule. Kuna watu wanaowafuata. Akitoka kwa wale anakuja kwa wachezaji walio staff. Sasa hao viongozi wako walifanya lini hata wakawaita kina Mwameja? Mtaitwa. Muda bado. Utaitwa. Nawe si ndio kila siku unawatetea utaitwa lini? Mimi wala sitaki hata wanite. Waondoke tu wote, watoke. Waiache Simba. Jamani, timu yenu hiyo kwa wananchi. Wanapata sehemu ya kula. Wao wanapata ndio sehemu ya kula na ndio sehemu yao ya kula. Itengenezeni basi hiyo sehemu ya kula, na hao nao wanaoiangalia hiyo timu, wanayoshangilia wafate faraja. Sasa nyinyi mnapata faraja, mnakula. Kuitengeneza timu hamtaki. Ila mkishinda viongozi mnatamani basi. Nani? Hakuna hata JKT mkasema viongozi. Hakuna hata mmoja mimi niliyosema abaki. Hakuna. Hakuna. Mkishinda zidi ya petu. Ngoja nikwambie. Kama wameshangilia kwa kuja kwa Chama, wao nafikiri wakiwafunga Patriotico Angola sijui hao nani hao. Experience. Utasikia wabaki tu viongozi wanatufaa. Ndio maana nataka nikuulizeni. Na unaniuliza nini? Na kwa mkishinda mimi sitaki. Wamekaa vizuri. Tena Mungu asaidie waondoke hapa mapema. Yaani ikiwezekana hapa mapema waondoke. Nitasikia raha sana yani. Kabla hata hii mashindano yajaisha. Sina kwambia mimi, ili mradi watakao kuja tuokote hata pointi 3. Mimi nakwambia hapa hata Dar es Salaam hapa tuokoti pointi. Zote zinaondoka. Japokuwa slogan kwa Mkapa atoke mtu, ndio nyinyi mtatoka wao mnaacha wanaondoka vifua. Sasa kuna jamaa mmoja leo wa Yanga nilikuwa naye anasemaje? Ananiambia bwana, mechi ya marudiano kati ya wale Waarabu na Yanga mechi inagongwa saa 7 mchana. Nikasema Yanga wana roho mbaya. Saa 7 mchana.
7 watakubaliwa kweli na nikamwambia wewe saa 7 unaijua inaandikwaje? Akaniambia si 1 alafu 3. Nikamwambia kweli hiyo saa 7. Nikamwambia saa 7 mnataka kuwaua Waarabu wale. Lengo nini sasa? Lengo nini sasa? Walipelekwa kwenye barafu kali, wanaleta kwenye jua kali. Kwa hiyo wanalipiza. Kisasi bin hak. Wewe ili jua hili saizi saa ngapi saizi? Ili jua la saa 5 jasho linatoka. Leo mchukue mwenjo mpeke kwenye jua la saa 7. Mimi nimemuuliza yule jamaa akaniambia mzee Saidi wamesema tunacheza saa 7. Bwana itakuwa break kila baada ya dakika 10. Nikasema kafu. Lazima kanywe maji. Kafu hawa kama watafanya. Sasa tumbo silitajao ukitembea maji yako chubwe. Na Yanga ndio wanakuwekeni kweli hapo. Kama kweli saa 7. Mama yangu we. Ama yangu utawaonea huruma wale Waarabu. Make kwanza dakika ya kwanza ile mpaka dakika 20 wamekuwa wekundu. Wameshaenda mara 4. Wameshaenda mara 4 kunywa maji. Sasa kushaenda mara 4. Na maji yake sio unakunywa kidogo kidogo. Ni gulu. Wewe shabiki anaomba anatia anahamasisha. Anaomba. Bwana. Aya, anasema saa 7 mchana tunawapeleka wale kwenda kucheza mechi. Mimi nimemwambia saa 7 unaijua inaandikwaje? Akasema 1 alafu 3. Nikasema mtume ndio yenyewe saa 7. Nikamwambia we saa 10. Nikamwambia hiyo saa 10 wenyewe jua lake Waarabu wanahangaika. Sio mchezo mzee Saidi. Leo mwapeleke wenzenu saa 7. Mbona mnalo mbaya hivi? Ndio ujue wa Galatia. Kweli wanataka pointi 3. Yani wanazitafuta kweli na wanatafuta sababu. Babu wanaweza wakatengeneza kweli kawa saa 7 ujue. Halafu walipokuwa na roho mbaya wanaenda kujazana kwenye kile kiwanja cha Zanzibar. Kile cha Zanzibar. Halafu vibe kama lote. Watu wanavua jezi wanapepea. Walabu kila wakiangalia wanashangaa watu wanarukaruka. Wanajua kweli leo tumeingia chuo cha kike. Wanafanya mchezo na Yanga. Hao kweli hao Galatia. Wana mbaya babu hao. Kiamua lao. Limepita. Na wale wao Waarabu wajichanganye wakubali wacheze saa 7. Waseme sawa kwa sababu tumewagonga 2 huku nako tunakuja kuwafunga. Hata iwe saa 7 mchana. Tuko tayari. Haya, waseme tuko tayari. Hawatoboi. Wagalatia wamepita. Bwana, sisi hatuna la ziada. Kikubwa zaidi wana Yanga wanaomba au mashabiki saa 7 mchana. Saa 7 mchana mechi ipigwe pale New Amani Complex. Je, watakubali Waarabu? Au watanuna, watakataa? Mimi na wewe hatujui. Tunasubiri comment section kwako. Tuletee. Jamangu mmoja bana. SSP yupo nini? Mimi majina yao sijui. Yupo hapo anaitwa Devi. SSP. Yupo hapo Magereza Ukonga. Ananiambia mzee Saidi, ikiwezekana wale tugonge nao mchana saa 7. Na yeye katoa wazee. Hilo. Yaani mimi nakwambia Yanga anapolianzisha mmoja ujue linaenda hivyo. Na linaweza likakubalika. Saa 7 mchana. Wenda kakaza. Saa 7 mchana. Wenda wakaomba. Bwana wanawaua wale Waarabu. Sawa. Kwani wao walipeleka kwenye barafu, waliwahamisha pale mjini wakawapeleka kule kwenye barafu. Kwa kile kiwanja cha barafu. Waarabu hawezi akina kibwana pale kila muda wamekota amekaa na tetema. Groups za mikono zimekana. Wao wacha waamue. Kila mmoja mapendekezo yake. Sio mbaya. Saa 7 mchana? Sio mbaya. Bwana wakifanikiwa Yanga najua wana roho mbaya. Wanachokipanga ndicho kinacho. Bwana, ngoja tuwasubiri. Tarehe 31. Tarehe 31. Maana tarehe 31 unasikia saa 7 mchana ngoma inawaka. Tena kabla ya mshuko wa Azuri. Unakiwa. Mechi nzuri ya mzee Saidi. Tunaenda. Hiyo mechi? Kama saa 7 mchana? Mwanangu twende. Twende. Ikiwa saa 7 kama saa 7 tunaenda. Twende tukawaangalie Waarabu wanavyohangaika. Mapema. Hapa tu saa 10. Mapema tu. Hapa saa 10 wanahangaika. Saa 7 je? Saa 7 je kule Zanzibar? Halafu najua ili Mungu alivyolifungua. Kwanza umekaa hivi, likipiga limenyoka. Lile jua hata mpaka linaenda kuzama mwanangu liko vile vile. Linakugongeni kule kwenye engo kule. Bwana. Hii kweli itakuwa kali. Haya bwana, ngoja. Bwana, sisi hatuna la ziada. Tulikuwa tunazungumzia habari za kimichezo hususani uliofanyika pale Nyayo Stadium jijini Kenya na New Amani Complex. Singida akitoka na ushindi wa goli 1-0. Ana pointi 4 sasa. Aliyokosa pointi katika vilabu vyetu 4 vinavyoshiriki klabu bingwa na shirikisho ni Simba pekee. Mimi sina la ziada. Nyuma kamera ipo director Shizi anakuletea picha ngavu na tulivu. Tukutane baadaye. Asanteni sana.